Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya ripoti yetu ya leo tunaangazia, je, Rais wa Marekani Donald Trump ameshindwa vita katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran? Hili ni moja kati ya jambo ambalo wachambuzi wengi wamekuwa wakilizungumzia baada ya Rais wa Marekani kutangaza kwamba anataka kusitisha vita ambavyo vilikuwa vikiendelea, vita ambavyo aliapa lazima auondoe utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais huyo wa Marekani amedai kwamba kwa sasa kuna mazungumzo yanaendelea kati yake na Iran, lakini wa Iran wakisema kwamba hakuna mazungumzo yoyote yanayoendelea ambayo ni kwa ajili ya kumaliza vita. Hata hivyo, mnamo siku ya Jumamosi, Marekani haikufanya shambulizi lolote dhidi ya Iran, lakini pia Jumapili na hata Jumatatu hakukuwa na mashambulizi mengine. Lakini Rais Trump akiwa katika ndege ya Air Force One mnamo siku ya Jumatatu akitangaza kwamba vita dhidi ya Iran vinaelekea mwishoni. Sasa swali ni, je, Rais wa Marekani vita vimemshinda ama ni nini ambacho kinaendelea? Taarifa za awali zinadai kwamba moja kati ya jambo ambalo limemfanya rais huyo kusitisha mapigano hayo ni kutazama namna ya kuishambulia kwa ushindi Iran. Iran inaonekana ni moja kati ya nchi ngumu katika mapambano. Iran ni nchi ambayo kimsingi licha ya kuyumba kwa uchumi wake, lakini inaonekana ilijipanga kwa muda mrefu katika mapambano na maadui. Hili liliwahi kuzungumzwa na moja kati ya maafisa wasaidizi wa Mojtaba Khamenei ambaye alidai kuwa kwa muda mrefu Iran ilikuwa ikijipanga dhidi ya vita vya aina yoyote kutoka kwa nchi za kibeberu, na hasa ikitajwa Marekani pamoja na Israel kwa sababu kwa muda mrefu zilikuwa na uhasama na taifa hilo la Kiajemi. Tangu mwaka 2015 baada ya Marekani kuvunja mkataba wa nyuklia, Iran ilijipanga vilivyo kwa muda mrefu na ilijipanga katika kuhakikisha inakuwa na silaha nyingi zaidi za kisasa, lakini pia ikiwajenga vijana katika taifa hilo kuwa na uzalendo wa hali ya juu, lakini pia ikijipanga katika namna ya kujilinda, lakini katika namna ya kushambulia. Wa Iran katika vita vyote kuanzia vita vya siku 12 walionyesha ni jinsi gani wana uwezo wa mapambano dhidi ya mataifa yenye teknolojia za hali ya juu, na wamedhihirisha kwamba sasa wa Iran ni moja kati ya taifa ambalo kimsingi hakuna namna linaweza kuingiliwa kirahisi kama ambavyo rais wa Marekani pamoja na waziri mkuu Benjamin Netanyahu na hata baadhi ya viongozi wa kimagharibi walivyotaka kuliingilia jeshi la Iran. Rais Trump hapo awali, kabla ya kuingia vitani katika vita vya siku 40, aliwahi kuzungumza kwamba moja kati ya kitu ambacho atafanya ni kufanya mashambulizi ya muda mfupi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na ikumbuke wakati huo huo rais wa Marekani tayari alifanya operation ya masaa machache dhidi ya Venezuela na kumteka rais wa nchi Bwana Nicolas Maduro pamoja na mkewe. Sasa program ile alitaka kuifanya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwamba kufanyika mashambulizi mazito, lakini pia mashambulizi ya ushirika na Israel, akiamini kwamba nchi mbili zenye uwezo wa silaha za hali ya juu na zenye uwezo wa teknolojia ya hali ya juu katika vita zinaweza kuhakikisha ushindi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini alfajiri ya tarehe 28 Februari waliamini kila kitu kimeshamalizika, lakini ilikuwa ni tofauti kabisa. Jeshi la Iran lilijipanga na kulipa kisasi huku wakiuhifadhi mwili wa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, lakini wakiendelea mapambano licha kupoteza watu wao pamoja na makamanda wao wa jeshi. Lakini Iran ilisimama imara, na ni kwa namna ambavyo wa Iran walitengeneza mfumo kwamba atakayeondoka basi mwingine atachukua nafasi yake haraka iwezekanavyo, na ndicho kilichotokea kwanza katika uongozi wa kijeshi na hata katika uongozi wao wa kisiasa. Hili liliwafanya kusimama imara dhidi ya jeshi kubwa la Marekani ambalo lina silaha za kisasa. Sasa wakati huu Rais Donald Trump bado ni kama vile amevurugwa, haelewi ni nini cha kufanya. Anatamani kuendelea na vita ili apate ushindi, lakini kila kitazama ni fedha nyingi zinazotumika.
Hata hivyo, kupitia Pentagon imeagiza kiasi kikubwa cha fedha, kiasi cha mabilioni ya dola kwa ajili ya mwendelezo wa vita, lakini Senate bado haikuidhinisha fedha hizo. Lakini pia wengi nchini Marekani hawakubaliani na vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati, wakiona kwamba huu ni mpango wa kumaliza rasilimali za Marekani bila sababu za msingi. Baadhi ya maseneta wanaona hakuna sababu ya msingi ambayo inaweza ikashawishi nini kilisababisha Marekani kupoteza fedha pamoja na wanajeshi wake na rasilimali nyingi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwamba Iran ni tishio. Lakini baadhi ya maafisa wa kijeshi nchini humo wakisema hakuna namna ambavyo Iran inaonekana kama ni tishio kwa Marekani wala kwa Israel. Basi mtazamaji, hiyo ndio ripoti yetu ya leo. Ni namna ambavyo tunachambua rais wa Marekani ambavyo ameamua kuachana na vita vinavyoendelea, licha ya baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba hakuna mwelekeo wa rais huyo kuachana na vita hivyo, kwani kuna uwezekano wowote wakati wowote kutoa amri ya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hasa pale atakapoona meli zikishambuliwa na Iran zitakazopita katika lango la bahari la Hormuz, kama alivyofanya katika siku 13 mfululizo kuishambulia Iran bila mafanikio makubwa aliyoyatarajia. Na ni kutokana na kile ambacho wa Iran wamedai kwamba mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa na kuna namna ambavyo wataweza kutii kile ambacho Marekani inataka. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Upata habari hizi kwa mapana hapa The World News.